Yani lugha F6 ziko hatarini kuweza kupotea, na hii inasababishwa na teknolojia ama sayansi na teknolojia. Ukuaji wa sayansi na teknolojia unaonyesha wazi kwamba lugha hizi duniani zinaanza kupotea, lakini tofauti kabisa na lugha ya Kiswahili ambayo yenyewe inaonekana sasa hivi imeanza kutake over duniani na kuchukua nafasi kubwa, watu wengi kutaka kujifunza lugha hii ya Kiswahili. Sasa unataka kufahamu imekuwaje? Baki na mimi kupitia Voice Kitaa TV na usubscribe ili uwe mtu wa kwanza kabisa kuweza kuzinyaka taarifa hizi na information hizi kila siku na kila wakati. Mimi ni Johnny Martin, certified hustler aka real boy ever. Kulingana na utafiti wa Umoja wa Mataifa unaonyesha kwamba lugha nyingi duniani ziko hatarini kuweza kupotea, na hizi ni lugha ambazo zinatumiwa na mataifa mbalimbali, lakini pia lugha za asili za mataifa hayo zinaonekana kupotea. Na utafiti wa Umoja wa Mataifa unasema kwamba takriban lugha F6 duniani kote ziko hatarini kuweza kuzipoteza ama kuweza kupotea kabisa na kuacha kuzungumzwa kabisa. Sasa hiyo ni kwa tafiti ambayo Umoja wa Mataifa umeweza kufanya na umegundua hilo, lakini imekuwa tofauti sana kwa sababu kati ya lugha hizo, lugha ya Kiswahili yenyewe inaonekana bado ina nafasi kubwa na inaonekana inazidi kukua kila siku ama day after day, na watu wengi sana ambao si wa Afrika ama si wa Tanzania wamekuwa wakitamani sana kuweza kujifunza ama kuweza kufahamu lugha hiyo. Ni kwa sababu zipi? Hawa ni baadhi ya watu ambao wametamani na wameweza kujifunza lugha ya Kiswahili. Hawa wote ni wageni na wanazungumza vizuri lugha ya Kiswahili. Wasikilize na wanaeleza sababu za kwa nini wanapenda kuzungumza ama kwa nini wameamua kujifunza lugha ya Kiswahili. Labda kufanya kazi katika Afrika ya Mashariki. Ninaitwa Greti, ninatoka Hungaria katika Ulaya Mashariki, na nilichagua kusoma Swahili kwa sababu ni lugha kubwa zaidi katika Afrika. Na nilitaka kuendelea na Kiswahili changu ili kukiboresha, kukitumia baadaye kikazi. Mimi jina langu ni Moe, ninatoka Japani. Sababu ya kusoma Kiswahili yangu ni kwanza nilivutiwa na utamaduni ya Kiafrika sana, kama muziki na ngoma. Ninaitwa Jessica na ninatoka Ureno, lakini wazazi wangu wanatoka visiwa vya Cape Verde. Na ninasoma Kiswahili hapa SOAS kwa sababu nafikiri kwamba Kiswahili ni lugha muhimu sana katika Afrika, na nina mpango labda kufanya kazi katika Afrika ya Mashariki. Ninaitwa Greti, ninatoka. Yes, hao ni baadhi tu ya watu ambao si wa Tanzania wala si watu ambao wako Afrika ya Mashariki. Ni watu kutokea nje kabisa ya Afrika Mashariki, lakini unawasikia the way ambavyo wanazungumza lugha ya Kiswahili. Hayo ni maajabu duniani. Lakini achilia mbali na hivyo, nakupa fakti nyingine kwamba Afrika ya Kusini, majirani zetu kutoka kwa Madiba, wameidhinisha ama wamepitisha lugha ya Kiswahili kuweza kutumika mashuleni na wameingiza katika mitaala yao ya kufundishia. Kwa hiyo unaweza ukaimagine na ukaona jinsi gani ambavyo lugha ya Kiswahili imekuwa na maajabu makubwa sasa hivi duniani. Mimi naogopa nini sasa kuzungumza Kiswahili mbele ya wazungu? Yes, baki na sisi kupitia Voice Kitaa TV ili uwe mtu wa kwanza kabisa kuweza kufahamu taarifa hizi kila siku na kila wakati. Ni rahisi sana, wewe subscribe. Baada ya hapo tayari utakuwa umeshajiunga na sisi na taarifa hizi zitakufikia kila ambapo tunakuwa tumezipata. Mimi ni Johnny Martin, certified hustler aka real boy ever. Mungu akupe nini tena.